Mapema kabisa asubuhi bwana, shati kwanza limekutoa sana. Hatari. Unajua kuna leo Jumatatu siku ya ofisini. Watu wenye kazi kama sisi watakuwa wavae upendeze kama hivi kwa ajili ya kazi. Au ndio mmeshikilia msimamo wenu kwamba hatacheza ligi ndio maana umeamua kuvaa shati? Maana jezi sasa hivi hujavaa. Si ujue lazima tuungane na viongozi wetu kwa sababu Simba ni taasisi kubwa, huwezi kujua viongozi walilenga nini. Hatuwezi kuwapinga, lazima tuungane na viongozi wetu na tamko rasmi. Uzuri wa klabu yetu sisi sio ile klabu kutoa taarifa kwa umma mara kwa mara. Ilitoa tu taarifa kwa umma moja kwamba tushiriki mechi ya ligi kuu mpaka kuna baadhi ya vitu vifuatwe. Kwa hiyo sisi tupo tunaisubiria tamko la klabu yetu sisi. Ndio. Yeah. Bwana, kuna sasa hivi kuna sintofahamu ambayo inaendelea ambayo chanzo chake ilitokea ni hiyo katika siku ya mchezo wa Kariakoo Derby. Mnyama Simba Sports Club kutokuruhusiwa kufanya mazoezi ya mwisho kwa ajili ya mchezo husika dhidi ya Yanga, nao wakagomea, wakasema hatuwezi kupeleka timu. Mechi baadaye ikapelekea kuahirishwa, lakini sasa hivi tunaona Young Africans nao wametoa statement yao, msimamo wao kwamba wao mechi walishamaliza. Manake hii sasa kuna kuelekea ni wakati mgumu kwa bodi ya ligi pamoja na TFF. Kwa maana kama Young Africans akishikilia msimamo wao huo, lakini mnyama Simba Sports naye akisubiri baada ya maamuzi yale ili aweze kupeleka timu. Wewe comment yako katika jambo hilo ni ipi? Ujue Isaya, kuna kitu kimoja tukijue. Kweli Simba kupaswa kupeleka timu siku ya mechi. Ukimsingi ukiangalia katiba ya ligi kuu pamoja na kile kifungu cha kanuni inasema kwamba timu geni apishwe muda husika siku moja nyuma ili afanye mazoezi, si ndio? Kweli Simba alizuiliwa, lakini kuzuiliwa kwake sio sababu ya kupeleka timu. Kikanuni, kisheria Simba kweli kafanya kosa, si ndio? Hata bodi ya ligi ukiangalia ile taarifa walioitoa inawezekana peka ni kosa. Lakini tujiulize swali moja. Hawa wanaosemwa wajiuzuru hawa kina Kasongo. Yaani kama unakuja kujiuzuru. Manake kama Simba kweli alifanya makosa na umekiri wewe ni mshabiki wa Simba. Manake kama siku ile ya mchezo Young Africans alikuwa na haki zote za kupewa alama 3. Na ndio maana nasemaje? Ukifuatilia katiba kweli Simba ina makosa yake. Yanga ana makosa, hayuko sahihi. Ungenielewa bwana Isaya. Kabla Yanga kupeleka timu, tamko la bodi ya ligi lilitoa taarifa kwa umma kwamba mechi imegairishwa, kwa hiyo mechi ishakufa kimsingi. Hawahi kutoa taarifa kwa umma. Mechi imefanya nini? Kimsingi mechi imeshafanya nini? Imekufa. Hiyo bodi ya ligi wamekosea kutoa tamko, hiyo wamepatia, lakini bodi ya ligi baba wa mpira tayari washatoa tamko kwamba mechi imefanya nini? Imekufa. Kwa hiyo pale Yanga tena hawana chao. Si ndio? Walichokifanya Yanga kwenda kupeleka timu ilikuwa tu kama siasa. Ingekuwa bodi ya ligi haijatoa tamko na Yanga angepeleka timu, Yanga angekuwa na haki ya kupata pointi 3. Lakini tamko la bodi ya ligi ishatolewa kwamba mechi imefanya nini? Imegairishwa. Kwa hiyo kosa la Simba kuvunja sheria kuto kupeleka timu, kosa la Yanga kutii sheria ya bodi ya ligi, kutii tamko la bodi ya ligi kwamba mechi imefanya nini? Imekufa. Kwa hiyo Yanga na Simba wanajiona wakubwa katika ligi yetu, wanafanya vitu wanavyotaka wao. Ndio maana mimi nataka niende mbali zaidi. Nimeisoma jana taarifa kwa umma ya Yanga kwamba wanaona wameonewa, kwamba bodi ya ligi juzi. Ndio maana nimesemaje, kimsingi kweli Simba ina makosa na bodi ya ligi inawezekana ina makosa, lakini hawa watu bodi ya ligi na TFF, wewe Yanga umefaidika mangapi? Makosa yako mangapi wameyafumba hivi hapo, wameyakumbatia? Simba na makosa mangapi wamefumba hapo, wamekumbatiwa? Kama injinia hao uongozi wa Yanga umekiri kwamba bodi ya ligi wala hawatutoshi kina Kasongo, hawatufai, na kwa kuwa kuna makosa mengi yamefumbwa hapa, ni wakati sahihi wa Simba na Yanga kushushwa daraja. Kwa makosa yapi hayo? Nisikilize, kama wamekiri wenyewe kwamba Kasongo na wenzake au bodi ya ligi haikizi, hawana imani nao, na hao Simba na Yanga ndio timu pekee wanafaidika na hizi bodi za ligi, nao kina Kasongo matatizo kibao, makosa kibao wanayofanya, kiamla mtu asojua kwamba Simba na Yanga ndio timu pekee zinakumbatiwa. Kama wamekiri kwa midomo yao kwamba wale hatoshelezi, basi ni muda sahihi wa Simba na Yanga kushushwa daraja. Ndio muda sahihi wa Simba na Yanga kushushwa daraja. Kabla hajajiuzuru Kasongo, kabla hajajiuzuru kama anafuataka Yanga, injinia hajiuzuru,
Yanga shuke daraja, Simba shuke daraja. Kama wamekiri kwamba TFF na bodi ya ligi wana makosa. Kwa sababu umeongea kwa data. Sasa twende kwa mifano, kwa fakti, vitu gani ambavyo Simba na Yanga vingewafanya kushuka daraja kabla ya bodi ya ligi kujiuzuru? Hamna mtu asojua kwamba Simba na Yanga wanakiuka sheria kibao au kanuni kibao. Hamna mtu asojua. Hata mabausa Yanga kuwazuia Simba bado wamekiuka hapa. Kwa sababu kanuni inasema kabla ya mechi siku moja nyuma timu mwenyeji impishe. Yaani Simba anapokuja kufanya mazoezi hakutakiwa kuonekana watu wa Yanga pale. Lakini wamekuta pale mabausa wa Yanga wapo. Kwa hiyo wao wenyewe wavunjifu wa sheria na kanuni. Simba wavunjifu wa sheria na kanuni. Bodi ya ligi zinakumbatia. Kwa hiyo kama engineer kakiri kwamba sio viongozi bodi ya ligi wanatukumbatia, basi wao wenyewe watakuwa washushwe daraja. Ili kwa kutetea mpira wetu, kwa heshima mpira wetu, Simba na Yanga tushushwe daraja kwanza msimu mmoja. Tucheze bila Simba na Yanga. Hatutaki kujuaje. Sasa wewe huu ujinga unaangalia usi ujinga huu. Simba anakuambia tucheze ligi. Yanga anakuambia tucheze mechi. Huyu anakuambia sijui hivyo. Maana sio ajiuzuru. Huu ni ujinga. Simba na Yanga shusha daraja. Maana msimu hamna bingwa. Hatutaki sisi, mimi si Simba. Hatutaki Simba na Yanga zishushe daraja zote. Maana ni kama hali imekuwa ngumu. Sio hali imekuwa ngumu, tunashindwa sisi kuwaelewa. Sikiliza Isa, si watu wa mipira. Twende na lugha moja tuelewane. Huyu kaibuka na hili. Huyu kaibuka. Ukimwangalia Simba, Simba bado anaamua kugomea mechi, sawa amefanya kosa, lakini kuna kitu anakilenga. Isaya, Simba ana kitu analenga nini? Kuna kipindi unaona mwanao au tunaweza yani wewe yani unafanywa makosa kila siku. Itabidi nawe ufanye kosa ili uone makosa yako hapo wapi. Unamaanisha nini? Simba anafanywa makosa mengi kwenye ligi mpaka anafikia hatua kusimamisha ligi, kusimamisha mechi. Hebu twende kidogo dipu, twende dipu kidogo. Tunatumia utaalamu. Ingia dipu sasa. Hapo tunaingia dipu. Hivi unajua kwa nini wana Simba au mashabiki wa Simba wanaitolea macho GSM kudhamini vilabu vingine? Unajua tafsiri yake nini? Wewe ushawahi kuanza? Hapana. Wewe una voice, kwa nini mashabiki wa Simba tuseme SportPesa wanadhamini vilabu vingi? Kwa nini tunamsema GSM? Sababu unajua? Sijui, nipe faili. Exclusive news. Kwamba hii inakuja sasa. Kuna utofauti wa udhamini na mwekezaji. Mdhamini anaruhusiwa kudhamini vilabu zaidi ya kimoja, ila mwekezaji haruhusiwi kudhamini vilabu, kwa sababu sifa ya uwekezaji katika vilabu vya Simba na Yanga lazima uwe mwanachama wa timu fulani. Kama Mo Dewji ni mwekezaji wa Simba, kwa hiyo lazima awe mwanachama wa Simba, na ndio maana Mo Dewji ana kadi ya Simba, pia mshabiki wa Simba. Tafsiri sahihi, Mo akidhamini vilabu vingine hata Yanga wenyewe asingekubali, kwa sababu yeye ni mwekezaji afu mwanachama wa Simba, na ndio kwa Haribu GSM. Haribu GSM ana kadi ya Yanga. GSM sio shabiki wa Yanga. Na ndio sababu kubwa na Simba tunasema tunaepusha upangaji wa matokeo, kwa sababu ushawahi kumuona Haribu GSM anakuambia Namungo bingwa? Ushawahi kumuona? Sikizamini Namungo. Wewe ushawahi kumuona anasema Namungo bingwa? Hujawahi kumuona akisema Yanga bingwa? Tafsiri gani unaipata? Yaani umezamini vilabu vingine, afu ndio mzamini mkuu wa Yanga, afu unasimama Yanga bingwa, afu umezamini Tabora, Singida. Tunaepusha upangaji wa matokeo, na ndio maana unaona wana Simba wananyosha kidole. Viongozi wa Simba wamelifumbia macho, anacheza ligi. Wamesema fresh. Sawa wewe zamini ya kitu tunacheza ligi. Simba inaenda kucheza na Pamba. Kuna vurumai imetokea kule. Paka mimi nikatokea kulopoka Sadada ndio unanioje. Umesahau? Vurumai limetokea kule hivi. Vurumai kubwa limetokea mpaka mimi ukanioje nikalopoka. Si mnakuja na mapolisi na nini? Imeingilia pale serikali. Simba ka flash. Inarudia tena hii hapa hii. Mara wapigwa mashabiki na mabausa wa Yanga. Kwa hiyo Simba ameshindwa kuvumilia, ndio maana ameamua kuchukua maamuzi magumu. Hatuchezi mechi, hawa kina nani wanatuzuia? Kwa nini mlango ufungwe sisi tukafanye mazoezi? Nani aliyomtuma akafunge mlango? Nani? Yaani nikuuliza swali, kanuni inasema timu gani kafanya nini? Mazoezi. Inapaswa geti liwe wazi, si ndio? Wewe umepewa taarifa, hujapewa taarifa, kanuni ishasema. Kwa hiyo Simba anakuja ilipaswa akutwe pale. Geti ifungwe akafanye mazoezi. Kwa nini geti lifungwe? Na ndio hoja ya msingi ya Simba, alofunga geti nani? Tunamtaka alofunga geti na alotuzuia tuambie kwa sababu gani amefunga geti. Hiyo ndio hoja ya Simba. Kuna muda lazima utumie nguvu ili upate haki yako. Ndio Simba alichokifanya. Lazima utumie nguvu upate nini? Haki yako. Kuna watu wanachezea ligi unaona kama ligi yao. Sasa kipi ni vilabu vinane, si ufanye unavyotaka wewe. Kipi kifanyike sasa Mandala, kwa sababu tunaona sasa hivi pressure imehamia sasa kwa upande ambao wanaosimamia mpira wetu, kwa maana bodi ya ligi. Nyinyi kila mtu anaona yeye yuko sawa na yuko comfortable. Shusha daraja Simba, shusha daraja Yanga. Basi. Msimu mzima hamna kucheza Yanga wala Simba.
Sasa sikuwa hamna mpira Tanzania. Mpira upo kwani vilabu vingine hakuna? Kila mtu ashabikia timu ya mkoani kwao. Tabora akashabikia Tabora United, kila mtu aende kwao. Shusha hizi timu zote chini, hamna kushabikia mpira. Ujinga huu, ujinga. Ni ujinga, shusha chini Tabora, Simba piga chini, shusha daraja, Yanga shusha daraja. Alafu kama vipi wananchi shusha daraja? Wote Yanga shusha daraja, Simba shusha daraja, operation TFF. Shusha kila kitu. Unashabikia timu gani? Mimi nitashabikia timu ya kwetu. Mpira wa Tanzania uwe salama. Na Mungu yani kwa kunusuru mpira wa Tanzania itabidi hebu fikiria solution inapata vipi? Hebu waza solution. Simba amekwambia achezi. Yanga anakwambia hataki kucheza. Dabi ligi itaisha bila Simba na Yanga kucheza. Yanga anakwambia hataki kucheza. TFF amegairisha mechi. Yanga anataka pointi 3. Yanga anajuza anachukua mbasi wao tu anaenda uwanja wa Simba kule. Si utoto ule. Walichokifanya yani ni utoto uliopita. Ni wajadi. Tani gani? Sikiliza. Kiongozi mwenye akili, kumbuka lile basi ndio basi linabeba wachezaji. Nisikilize vizuri. Huwezi kukuta klabu ya Simba tunafanya utani katika vyombo vya timu husika. Utani fanyeni wenyewe. Utani sisi maana. Nisikilize. Utani wanafanya wanaweka mabango ule utani. Wanakunywa supu wanaweka ule utani. Kitendo cha kuchukua basi la wachezaji la Yanga mpaka ni naruhusiwa liwashwe basi lienda katika uwanja wa Simba, wanaonyesha udhaifu mkubwa kwamba ndani ya Yanga viongozi wao wajitathmini. Mandala, naomba urudie hiki ambacho kitendo cha kiongozi kuruhusu basi liwashwe Jangwani liende katika uwanja wa Simba. Yani watakuwa uongozi wa Yanga ujitathmini. Na bado hajaishia hapo. Wakafanya watoto wengine wakachweti basi hilo la wachezaji wameandika eti nyuma tunamtaka mwai wetu. Ni ujinga uliopitiliza. Yanga hajitathmini. Kwa nini sasa? Simba ana ujinga kiasi kufanya ujinga kama ule. Simba wana ujinga lakini uwezi Simba anafanya ujinga kama ule. Kuna muda mweke mipaka. Ujue nyinyi brand yenu ni kubwa. Simba na Yanga ni vilabu vikubwa vinaangaliwa. Mandala, kauli ya Young Africans ni kama wameikosea bodi ya ligi kwa ujumla kwamba wana mashaka nayo. Ndio maana nimesemaje? Kama Yanga wana mashaka na bodi ya ligi, ni muda rasmi wao wenyewe kung'atuka na timu yao kushuka daraja. Kwa sababu huyo Kasongo wanamtaja, kuna madudu kibao wanayafanya wanawabeba. Hiyo Yanga wanaosema wanamshtumu Kasongo, wao wenyewe wana utumbo mkubwa anafanya nyuma, wanabebwa nao kina Kasongo. Ingekuwa wanafuata sheria kina Kasongo, Simba na Yanga sasa na pointi 14. Ingekuwepo anataka sheria kama anazotaka wao Yanga. Sasa hizi Simba na Yanga na pointi 14. Wewe ushaikuona Simba na Yanga zinacheza mchana? Jibu. Wewe ushaikuona? Saa 8. Wewe jibu ushaikuona? Jibu ni hakuna. Kwa nini zisicheze saa 8? Timu kubwa. Hivi kubwa kwenye ligi ni timu zote sawa. Mimi ndio nasema kila siku hizo zote ni mechi za ligi kuu. Mnyama Yanga anatakiwa wacheze saa 8 na yani hivi ukitaka kujua kwamba wao wanabebwa na ligi, ushaikuona Simba na Yanga wanacheza saa 8? Hapana. Ndio ujue kwamba huyo kiongozi wa Yanga anaosema kwamba wale ajiuzuru, atakwanza ajiuzuru yeye na timu yake shuke daraja. Ndio ajiuzuru wale kwa sababu wao wenyewe ndio wanaharibu TFF, ndio wanaharibu hao viongozi hao wenyewe. Hao wenyewe ndio wanaharibu TFF, hao wenyewe ndio wanaharibu bodi ya ligi, afu watu wanalaumu tena bodi ya ligi. Washasahau kwamba wao wanabeba na hiyo bodi ya ligi. Twende tufuate sheria, Yanga sasa ina pointi 6, tufuate sheria Simba na pointi 6. Kama tukitaka kufuata sheria. Hizi timu ndogo zinanyanyaswa. Hizi timu ndogo zinanyanyaswa kwa ajili ya mabavu ya Simba na Yanga. Simba na Yanga sio timu za kulalamikia. Leo naakili kwamba kuna mechi ambazo mnaweza mkashinda, sio kwa maana ya labda mna quality kubwa ya kikosi. Nimekwambiaje? Simba na Yanga, hizi Simba na Yanga hizi. Bila ya fadhila ya bodi ya ligi na TFF, usingeziona ziko hivi. Kwa hiyo Simba na Yanga sio timu za kulaumu bodi ya ligi wala TFF wala marefu wala malazimeni, kwa sababu ndio timu pekee zinanufaika na hao waamuzi bodi ya ligi. Yani itakuwa Simba na Yanga usimguse mtu wote, kwa sababu tukisema tufuatilie ligi wakae kimya. Watakuwa waongee Tabora, Mtibwa huko Sina ndio watakuwa waongee, sio sisi. Wewe unasema wewe unabeba, angalia. Utakuta unapoa penalti. Unaona kabisa penalti Simba kapewa. Unaona kabisa Yanga kapoa penalti. Baka kafunga goli la mkono siku ile pale KMC. La mkono anafunga hivi linawekwa kati goli. Kwa hiyo atakuwa wanyamaze. Tucheze mpira. Tukisema tuongee madhaifu ya watu Yanga hatokaa hapa. Ndio maana ukuti viongozi wa Simba wanaishtumu TFF, si bodi ya ligi, si nani. Sisi tulitoa tamko moja tu, hatuchezi mechi. Basi. Na tuna sababu zetu binafsi. Tunasubiria uongozi toe sababu kwa nini hatucheze mechi. Basi full stop. Sasa uone kwa faida ya mpira wetu, manake sisi tumefanya vizuri sana, tunafuatiliwa na mataifa mengi, lakini CAF sasa hivi uone kama itaweka jicho lake sasa kuangalia nini ambacho kinafanyika na inaweza ikakosa tu. Na njia sahihi ya kunusuru ligi yetu, Simba na Yanga zishuke daraja. Yaani mimi msimamo wangu upo pale pale. Yaani njia sahihi mpira wetu
unusurike. Simba na Yanga chini, kila mtu akashabiki timu ya mkoa wao. GSM akadhamini si Tabora si nini chini. Kama hawezi kushusha Simba na Yanga, dabi ichezwe. Yaani kama Yanga akubali ishuke daraja, dabi ichezwe. Kwa sababu ndo mpira wetu upo hivyo. Kuna muda Simba anabebwa, kuna muda Yanga anabebwa. Kama Simba kabebwa juzi, Simba Yanga kacheze dabi. Yanga kususa mechi siku ile pale. Ama mechi ya dabi ya Simba na Yanga muda ukapangwa kaja saa 10. Sio Yanga walikuwa. Dabi jarudiwa imerudiwa. Kwa hiyo kama wanataka dabi ichezwe, kama wanataka kucheza dabi washuke daraja. Mandala, ni wazi ubingwa wa msimu huu unaweza ukawa hatiani. Ligi yenyewe sio ubingwa, wanaongelea ubingwa. Ligi wanaongelea ubingwa. Ligi unaona ligi ipo sasa hivi. Ligi hakuna. Tunavyoiona malumbano haya kuna ligi inaweza ikaisha njiani. Tifu na wewe ulioni tifu hili. Wewe sawa tifu ulioni. Na magoli yameibuka anasema wacheze mechi hata moja. Tifu ulioni hili kuna ligi hapa. Shughuli hakuna, kazi ipo. Hapa kaje kafu na shauri. Mbele kushapisha mbele. Na shauri. Kama dabi ya Simba na Yanga itachezwa sasa hivi, ule uwanja ule wa Taifa uwekwe ulinzi wiki nzima. Hakuna mwenyeji, hakuna mgeni. Kila mtu afanye mazoezi kwake. Siku nane sasa. Jeshi au nani? Polisi wazunguke lile dimba, hamna kenge yote kuingia kwenye uwanja. Mpaka siku ya mechi. Yaani ili kutoa utata sasa hivi Simba na Yanga, hatutaki mwenyeji wala hatutaki mgeni. Dabi wiki ijayo lile dimba linazungurukwa, hamna kuingia mbuzi yote uwanjani. Nakwambiaje asiingie mtu yote mpaka siku ya mechi ndo aje pale. Kama mtafanya mazoezi kwake. Hata 9 wawepo tu. Mandala, chanzo kingine ni kwamba ulozi pia unatajwa kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza. Kwani nini? Kwani ugomvi unaona nini? Si uchawi. Unaona hii vita nini? Wewe Sadede. Unaona hii vita Simba na Yanga ni si uchawi. Simba na Yanga vita ni uchawi. Ukweli usio kuepo. Yanga wameloga lile uwanja, washaliloga uwanja. Simba amekuja na mganga wao atoe uchawi. Amwazuia. Fikiri kwamba Simba yaani yule ni uchangwani kueleweshe. Kuna vitu vya kuficha, kwani kuna kitu cha kuficha? Kilichofanya ugomvi wote ni uchawi. Yanga. Kama Yanga wanalinda uwanja, washauchezea uwanja tayari. Kwa hiyo wanajua Simba kijana na waganga wao wanakuja kutoa uchawi wao. Ndio maana mwazuia. Kweli walikuja na waganga. Mimi sijui kama wamekuja, wao wamethibitisha. Wamekwambia sisi tumekuja na mbuzi. Sawa, tumekuja na mbuzi wa kafara kutoa uchawi. Nyinyi si mmeloga? Sisi tumekuja na mbuzi wa kafara kutoa uchawi. Ramadhani yote hii? Sasa ubaya ubwela, zibadi zibaki. Yaani ukiloga na sisi tunaloga huku. Yaani sasa hivi hatuwaachi. Wakiloga mchana si usiku. Wakiloga usiku asubuhi. Wakituzuia tusitoe uchawi tucheze mechi. Na hao wabishi waone. Sisi tushasema siku ile tumetoa taarifa kwa umma, hatuchezi mechi. Pisha.